Kwa mujibu wa ABC News, takribani watu milioni 80 wanaoishi katika pwani ya mashariki ya Marekani wako kwenye tahadhari kali kufuatia wimbi kubwa la baridi kali kutoka Arctic linalotarajiwa kuikumba maeneo hayo mwishoni mwa wiki hii. Mamlaka za hali ya hewa zimesema baridi hiyo ni miongoni mwa kali zaidi kwa msimu huu wa baridi. Onyo la baridi kali limetolewa katika maeneo mengi ya kaskazini mashariki na Mid-Atlantic, yakiwemo majimbo ya Pennsylvania, New Jersey na New York. Tayari mapema Jumamosi, hali ya baridi kali ilichochewa na upepo mkali ulioshuhudiwa kuanzia maeneo ya maziwa makuu hadi majimbo ya Carolinas. Upepo huo mkali unaendelea kufanya baridi ihisi kuwa kali zaidi kuliko ilivyo kawaida. Pamoja na baridi kali, baadhi ya maeneo ya pwani ya New England yalipata theluji nzito. Ingawa theluji inaanza kupungua, hali ya hewa isiyo ya kawaida ilisababisha kunyesha kwa theluji nzito katika maeneo machache, ambapo sehemu fulani zilipata hadi inchi 2.5 za theluji kwa saa moja. Katika maeneo mengi ya kaskazini mashariki, joto linatarajiwa kushuka hadi chini sana kufikia kiwango cha tarakimu 1, huku upepo ukiendelea kuvuma kwa nguvu. Hali hii itasababisha baridi inayohisiwa kuwa chini ya 0 katika maeneo yote kaskazini mashariki. Miji mikubwa kama New York, Boston na Buffalo inatarajiwa kushuhudia hali ya baridi inayohisiwa kufikia nyuzi hasi 10. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa mtu anaweza kupata madhara ya kuganda kwa ngozi ndani ya dakika 30 au chini ya hapo ikiwa ngozi itakuwa wazi kwa muda mrefu. New York City inakumbwa na majira ya baridi kali zaidi kwa zaidi ya miaka 20, hali ambayo haijashuhudiwa tangu msimu wa baridi wa mwaka 2002 hadi 2003. Nao mji wa Boston unaripoti baridi kali zaidi kwa zaidi ya miaka 10. Katika maeneo ya kaskazini mwa jimbo la New York na sehemu za mbali za kaskazini mwa New England, hali ya baridi inayotokana na upepo inaweza kufikia nyuzi hasi 20 hadi 30, hali inayotishia usalama wa wananchi. Hata hivyo, mamlaka za hali ya hewa nchini Marekani zimesema kuwa kuanzia asubuhi ya Jumatatu, hali ya baridi itaanza kupungua taratibu huku upepo ukipungua. Wiki ijayo, mwelekeo wa kuongezeka kwa joto unatarajiwa katika maeneo mengi ya pwani ya mashariki ya Marekani. Taifa la Marekani kwa hivi sasa, wananchi wake wanakabiliwa na baridi kali hasa kwenye pwani ya mashariki ya Marekani, majimbo kama Pennsylvania, lakini New Jersey, New York, lakini vile jimbo la Vermont. Kote huko kuna baridi kali kwelikweli, ukiunganisha pia na maeneo ya pwani ya New England bado pia yanakabiliwa na baridi kali kwa hivi sasa, lakini vile upepo na kuanguka kwa theluji nzito, kwa sababu wiki iliyoisha ilifika hadi theluji 2.5. Ni kiwango kikubwa sana cha theluji ambacho kiliweza kudondoka. Sasa hali ya upepo na baridi kali nchini Marekani inazidi kuweza kuwataabisha raia, ambapo mwezi Januari kuna baadhi ya maeneo waliweza kukosa umeme kabisa, lakini barabara ziliweza kujaa theluji za kutosha na kusababisha kwamba safari zisiweze kuendelea, na ilibidi wafunge shule kwa muda kutokana na baridi kuwa kali katika eneo hilo, na takribani watu milioni 80 kwa hivi sasa wanakabiliwa na dhahama hiyo nzito kabisa. Basi mtazamaji, sisi tunazidi kufuatilia asasa mkasa wa baridi huko nchini Marekani, ambapo takriban watu milioni 80 wanakabiliwa na baridi kali kwenye pwani ya mashariki ya Marekani. Kwa taarifa zaidi, basi usiache kujiunga nasi wakati wote hapa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.